kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 30. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 30. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 30. Mambo manne ambayo Bwana Yesu alifanywa kwa ajili yetu. Mambo manne ambayo Bwana Yesu alifanywa kwa ajili yetu. Mambo manne ambayo Bwana Yesu alifanywa kwa ajili yetu. Jambo la kwanza tuliona Bwana Yesu alifanywa hekima itokayo kwa Mungu. Hilo ni jambo la kwanza. Na jambo la pili tuliona jana Bwana Yesu alifanywa haki, na nilizungumza vitu vingi kwa siku hizi mbili tena kwa kina, ambavyo naamini ukifanyia kazi vitakusaidia na vitakuwa msaada mkubwa sana kwenye maisha yako. Leo nitaenda kwenye jambo la tatu. Andika utakatifu. Bwana Yesu alifanywa utakatifu. Bwana Yesu alifanywa utakatifu. Bwana Yesu alifanywa utakatifu. He was made sanctification. Alifanywa utakatifu. Alifanywa utakatifu kwa ajili yetu. Sema kwa sauti, Bwana Yesu alifanywa utakatifu kwa ajili yangu. Sema kwa ujasiri tena, Bwana Yesu alifanywa utakatifu kwa ajili yangu. Sasa nisikilize kwa makini. Kwa nini utakatifu? Kwa nini Bwana Yesu alifanywa utakatifu kwa ajili yako? Sasa nisikilize. Kule mtaani utasikia maneno mengi na kujitetea kwingi kwa watu. Watakwambia hakuna mtakatifu duniani. Watakwambia huwezi kuwa mtakatifu na maisha haya. Kule mtaani watakwambia hivyo. Kwa kifupi ni kwamba kule mtaani na dini mbalimbali haziamini katika utakatifu, na nyingi hazikubaliani na utakatifu. Mpaka na viongozi wa dini wengi hawakubaliani na utakatifu. Sasa nisikilize kwa makini. Ninajua usingeweza kuwa mtakatifu kwa nguvu zako na jitihada zako za kibinadamu. Nguvu hizi za kibinadamu haziwezi kukusaidia kuwa mtakatifu. Huwezi kuwa mtakatifu kwa nguvu za kibinadamu. Naomba nisikilize, nataka liingie ndani yako. Yes, naomba kila mmoja nisikie kwa makini. Huwezi kuwa mtakatifu kwa jitihada za kibinadamu. Ni uwezesho ambao ulikuwa unataka kutoka mbinguni ili uishi maisha matakatifu. Kwa sababu mwanadamu wa asili ana ile asili ya anguko. Nasema rebellious nature. Asili ya Adamu. Corrupted nature. Ana asili iliyoharibika. Iliyoharibiwa kwa sababu ya dhambi. Nguvu za kibinadamu haziwezi kukusaidia kuishi maisha matakatifu. Utakatifu sio jitihada nyingi ambazo mtu anaziweka ili asifanye dhambi. Nisikilize hapa leo vizuri ili kusaidie. Huwezi kuwa mtakatifu kwa jitihada. Kuna wengine ambao waliweka sheria za kuvaa vilemba makanisani, wengine waliweka sheria za kuvaa nguo za namna fulani, wakiwa wanajaribu kuonyesha kwamba kwa jitihada hizi tunaweza tukaishi maisha matakatifu. Hizo jitihada zilikuwepo kwenye kanisa la kwanza la Jangwani, ambalo mchungaji wake na askofu wake alikuwa ni Musa. Lakini walifanya mistake, walikosea na kosea. Paka katika asilimia 99 ya watu ambao walikuwa wametoka Misri, wale watu wazima, walishindwa kufika. Nasema 99 kwa sababu walifika watu wawili. Sasa nisikilize kwa makini. Mungu akiwa anajua huwezi kuishi maisha matakatifu kwa jitihada za kwako, akamleta Kristo, alafu akamfanya Kristo utakatifu ili upate nguvu za kuishi maisha matakatifu. Tulisoma kwenye kitabu cha waraka kwanza wa Korinto sura ya kwanza mstari wa 24. Kwetu sisi Kristo ni hekima ya Mungu na Kristo ni nguvu za Mungu. Naeleweka vizuri watu wakakola. Kwa maana yake kama ni nguvu za Mungu, ni nguvu pia za kusaidia kuishi maisha matakatifu. Ni nguvu za kusaidia kwenda kinyume na dhambi. Ni nguvu za kusaidia kuishi juu ya dhambi. Kuna kitu kinaitwa kuishi juu ya dhambi. Ni nguvu za kusaidia kutembea kana kwamba hakuna dhambi duniani. Kuishi kana kwamba hakuna dhambi. Japo ni kizazi kilichopotoka, japo ni kizazi cha dhambi na zinaa, japo ni kizazi kilichojaa uchafu. Lakini Kristo Yesu alikuja kama nguvu za kusaidia kuishi maisha matakatifu. Sasa naomba nitoe point kadhaa. Kwa nini utakatifu? Hebu andika hapo, kwa nini utakatifu? Kwa nini utakatifu?
Why sanctification? Kwa nini utakatifu? Kwa nini utakatifu? Na ni kwa nini ni wa muhimu sana? Jambo la kwanza, kwa nini utakatifu? Ni kwa sababu ni sifa ya wale watakaoenda katika unyakuo wa kwanza. Ni sifa ya wale watakaoenda katika unyakuo wa kwanza. Ni sifa ya wale watakaoenda katika unyakuo wa kwanza wa kanisa. Nisikilize kwa makini hapa leo, na nitawekeza kufundisha zaidi. Kwa kazi yako itakuwa ni kunisikiliza kwa makini. Kuna kitu kinaitwa unyakuo wa kanisa, ambao kwa mazingira tulionayo, wale ambao mliona juzi, ilikuwa ni tarehe 7 mwezi wa 9, mliona mwezi ulikuwa na damu, ulikuwa mwekundu. Na ile siku ambayo ile alisema, Biblia inasema jua litatiwa giza na mwezi utatiwa damu, utakuwa mwekundu. Hiyo ishara imetokea mbele ya macho yetu mwezi wa 9, tumeona mwezi ukiwa mwekundu. Watakwambia ni lunar eclipse, watakwambia vitu vingi wanasayansi. Lakini ile kitu imebeba prophetic message, imebeba ujumbe wa kinabii. Kuna kitu kinakuja, kinajisukuma kutimia. Na inasemekana mwezi huu tena kwenye tarehe 21, wengine wamesema 28, kuna jambo lingine litatokea ambalo linaweza kuwa ni kupata kwa jua. Hasa msikize kwa makini. Inasemekana kwa nini? Yaani kuna swali la kuja, kwa nini vitokee ndani ya mwezi mmoja? Inaonyesha kwamba mwezi huu umebeba ishara fulani ya kinabii. Sasa kuna kitu kinaitwa unyakuo wa kanisa, na ule unyakuo wa kanisa ni Yesu atakuja kulinyakua kanisa akiwa yuko mawinguni hewani. Hata shuka, ila hata tutampokea, tutamlaki mawinguni. Unyakuo wa kanisa umekaribia. Ni wakati ambao kanisa litanyakuliwa na kuondoka duniani. Nisikize kwa makini hapa leo. Naita ukombozi wa mwili. Kanisa litanyakuliwa na kubadilishwa kutoka kwenye mili hii inayoharibika na kuvikwa mili mipya na kwenda mbinguni. Mambo mengine mengi sitaweza kuyasema kwa sababu ya muda na focus ya somo. Nisikilize. Kama hautawekeza kuishi maisha matakatifu, tuelewane ya kwamba kwenye unyakuo wa kwanza, ufufuo wa kwanza, utaachwa. Na ukishaachwa utaingia kwenye dhiki kuu. Wakati wenzako waenda kwenye karamu ya mwanakondoo miaka 7, utaingia wewe kwenye dhiki kuu ya miaka mingine 7. Hasa Wakristo, hivi vitu sio vitu fans. Hivi ni vitu ambavyo vinapaswa kukuwekea serious wa kimaisha. Maisha matakatifu tunayokusisitiza uyaishi sio kwa faida yetu ili uwe mshirika wa kanisa fulani, ni kwa ajili ya faida yako, ili kanisa litakaponyakuliwa na wewe uende, usibaki hapa duniani. Jaribu kufikiria unyakuo utokea dakika 10 zijazo mbele. Unajua watakachokuachia watu watakaonyakuliwa, watakuachia suti, atakuachia tai, atakuachia na viatu. Jaribu kufikiria hiyo siku ulikuwa umelala na mke wako, alafu mke wako akakuachia nguo. Jaribu kufikiria ilikuwa ni saa 8 ya usiku, ulimpapasa mke wako yuko kitandani na mliongea. Alafu saa 9 ya usiku unashangaa mavazi aliyokuwa ameyavaa kama night dress ziko pale, yeye hayupo. Unamtafuta nyumba nzima, hayupo. Unatoka nje, hayupo. Alafu na wanao hawapo. Jaribu kufikiria. Alafu kagundua ya kwamba mchungaji aliyekusema kitu cha unyakuo, ukagundua umebaki. Jaribu kufikiria, yani pata hiyo picha. Biblia inasema wawili watakuwa wamekaa au wamelala, mmoja atatwaliwa, mwingine ataachwa. Na hiyo pia ni kitu ambacho ni very irritating kwa wanandoa. Wanandoa lazima waishi maisha mazuri na kumpendeza Mungu kwenye nyakati hizi, kwa sababu kuna unabii wa kusema wawili watakuwa wakilima, mmoja atatwaliwa na mwingine ataachwa. Unyakuo wa kanisa umebaki. Ni kweli tunakusisitiza uanze kufanya tunakusisitiza utende mambo makuu, uishi mambo ambayo Mungu aliyakusudia, ukue kwenye biashara, uyaishi makusudi ya kuwepo kwako duniani, uziishi ndoto zako. Lakini hataki usahau ya kwamba siku za mwisho tayari zimefika kwenye kikomo chake, na muda si muda Yesu analinyakua kanisa. Na sifa ya kwanza ya watu ambao wataenda kwenye unyakuo wa kwanza, ufufuo wa kwanza, ni watakatifu. Fungua Biblia yako.
Ufunuo sura ya 20 mstari wa 6. Ufunuo sura ya 20 mstari wa 6. Ufunuo sura ya 20 mstari wa 6. Biblia inasema huu ndio ufufuo wa kwanza. Nataka urekodi ya maneno, ufufuo wa kwanza. Huu ndio ufufuo wa kwanza. Nataka mnisikilize hapa leo vizuri sana, tena kwa makini wote. Huu ndio ufufuo wa kwanza. Emsema kwa sauti, ufufuo wa kwanza. Na Biblia inaendelea kusema maneno baada ya nukta. Heri na mtakatifu. Cheki Biblia inachokisema hapo. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Manake amebarikiwa, ana heri yule ambaye ataenda kwenye unyakuo wa kwanza. Heri na mtakatifu yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Na ni maombi yangu ya kwamba uwe na sehemu katika ufufuo wa kwanza, kwa sababu ukikosa sehemu kwenye ufufuo wa kwanza utaingia kwenye dhiki kuu. Haya mambo hayatakuwa mazuri kwako. Kanisa likinyakuliwa tu, giza litakuja duniani ambalo hujawahi kulitarajia na hujawahi kuliona. Report itakayotolewa na vyombo vya habari siku kanisa limenyakuliwa, utasikia uharibifu ambao hujawahi kusikia kama utakuwa umeachwa. Kwa sababu jaribu kufikiria pilot ambaye alikuwa ameokoka, hiyo ndege inaelekea wapi? Umewekwa hiyo ndege inaelekea wapi? Na watu tunaenda kutua wapi? Maana yake itaruka mpaka mafuta yatakapoisha, itashuka yenyewe. Jaribu kufikiria train iliyokuwa inaongozwa na mtu aliyeokoka, kwa sababu haina break. Jaribu kufikiria basi ambalo litakuwa likiendeshwa na mtu aliyeokoka. Mmekuwaza itakuwaje? Jaribu kufikiria. Jaribu kufikiria mtu ambaye amekaa kwenye mabomu ya nuclear na ana control. Yuko control room ya mabomu ya nuclear. Jaribu kufikiria akinyakuliwa itakuwaje? Maanake ni siku ambayo utasikia ndege zimeanguka, treni zimegongana, magari. Jaribu kufikiria kwenye ile foleni au kwenye hizi barabara kuu, highway. Let's say Ulaya kwa sababu wana barabara ambazo uruhusiwi kuendesha chini ya 180. Jaribu kufikiria hizo gari zitagonganaje hiyo siku. Uharibifu ambao utatokea ile siku ni uharibifu sio wa kawaida. Kwa wale walioachwa, utaona vitu moja yuko visikia. Utasikia report ambayo hujawahi kuisikia. Na ile siku ukiwa unasikia report unajua umeachwa. Kwa sababu itatokea ripoti ya upotevu wa watu ambao hajawahi kutokea. Japo shetani atawadanganya wanadamu na kuambia ili jambo la kawaida tu, lakini ndani ya roho yako kama ulikuwa upo kanisani, hautakuwa na wakati mrahisi. Heri na mtakatifu aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Maana yake umebarikiwa kama utakuwa na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Haya, Biblia inaendelea kusema hivi, juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000 baada ya karamu ya mwanakondoo. Hivi ni vitu serious. Mimi nimejiandaa kwa ajili ya flight ya kwanza, ndege ya kwanza. Mimi nimejiandaa kwa ajili ya ndege ya kwanza. Maisha yangu ya sirini. Unajua unaweza kuwa Pastor Charles unaishi na mke wako mko naye, ila unajua haya mambo ni ya kwako binafsi. Ndio maana Biblia inasema wawili watakuwa wamelala, mmoja atatwaliwa mwingine ataachwa. Maanake ni muhimu sana kuanza kuishi maisha sahihi kuanzia rohoni, sirini, mahali ambapo mtu yote hawezi kuona, mpaka kwenda nje waziwazi. Wakristo ni muhimu sana ukachunga mawazo unayowaza ukiwa umelala ndani kwako, mipango unayoipanga kwenye moyo wako. Ni muhimu ukaucheki moyo wako, nini ambacho kiko ndani ya moyo wako. Ni muhimu sana ukazingatia haya mambo. Hiyo siku inakuja na muda si mrefu. Sasa unajua utajuaje kwamba imeshatokea utakapoachwa? Unajua unaweza kuniuliza maswali, itakuwaje kwaje mchungaji? Ile siku utakaposikia hiyo ripoti, kwanza kuanzia nyumbani kwako ujue umeachwa, na itakuwa baraka kwako. Na sifa ya kwanza ambayo itawapa watu kigezo cha kwenda kwenye flight ya kwanza ni utakatifu. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 15 mstari wa 52. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 52. Nataka nikusomee vizuri leo mstari kwa mstari, usikie ili imani jengeke ndani yako. Biblia inasema kwa dakika moja, mimi waga nawaza
ndani ya dakika moja, kwenye range ya dakika moja, kufumba na kufumbua. Hebu fumba macho yako, yafumbe na kuyafumbua kwa haraka. Imagine, ndio hivyo. Yaani kwa dakika moja kufumba na kufumbua kwa dakika moja. Inasema Kiingereza in the twinkling of an eye. Yaani kupeleka hivi na kupeleka, kufunga macho na kuyapeleka juu. Jaribu kufikiria hiyo speed. Na Biblia inasema hivi, angalia, wakati wa parapanda ya mwisho, muda si mrefu mtasikia parapanda ya mwisho imepigwa, na Yesu utamwona mawinguni. Kila mwanadamu, wafalme wote wa dunia na wanadamu wote watamwona mawinguni. Ataonekana kila mahali. Unajaribu kuniuliza maswali, anaonekanaje sasa? Kama vile ambavyo jua linaonekana kila mahali, Yesu ataonekana kila mahali. Kila mtu kwenye kila engo ya dunia atamwona mawinguni. Sikiliza, kwa nini uje kubaki unashangaa pamoja na wanadamu wa kawaida wakati wenzako wako juu? Kwa nini uje kubaki unashangaa wakati wenzako unaona wako juu? Hivi nafikiri nafananaje? Vijana, mnisikize kwa makini, nafikiri nafananaje? Haya maisha ya uzinzi, ujanja, wizi, hivi vitu kama umewahi kuambiwa mara nyingi na hujawahi kuvielewa, ni muda ambao unapaswa kujitafakari vizuri. Na unapaswa kujioji maswali, kwa nini niko kanisani? Jaribu kufikiria, wenzako watakuwa kimlaki Yesu mawinguni, wamevaa miili mipya ya mfanano, afu na washangao naona. Na una rekodi ya kuwepo kanisani. Wengine ni mashemasi, wengine ni wazee wa kanisa. Umewekwa wazi inafananaje? Na niwaambie ukweli, wote mtakao baki, hasa kwa viongozi wa makanisa, mkibaki mtapigwa sana na jamii. Kwa sababu atakuuliza kwa nini umebaki? Wachungaji watakao baki, imagine pastor, ile siku ni Jumapili, kuna mchungaji atabaki anaongoza ibada. Mimi najaribu kuwaza hiyo kitu itakuwaje. Jaribu kuwaza ile siku mchungaji amebaki na washirika kadhaa. Jaribu kufikiria mlikuwa kwenye ibada ya maombi, alafu kiongozi wa maombi akabaki na baadhi ya watu. Umejaribu kufikiri inafananaje? Jaribu kuwaza mlikuwa kwenye mazoezi ya kwaya, alafu mwalimu wa kwaya akabaki na baadhi ya wanakwaya. Inafananaje? Hii kitu bwana inanipa kujijudge. Binasema hivi, jihukumuni kabla hamjahukumiwa na Mungu. Inanipa mimi kujihukumu kila wakati. Njia zangu zikoje? Ninawapendeje wenzangu waliokoka? Na wachukuliaje washirika wenzangu? Hii kitu ambayo mnayo hii Wakristo mlionayo hii kitu. Kwa mfano sasa hivi hapa utakuta watu nilioombea wakapona jana, wote hawapo, wako mtaani. Ile siku utasema aliwahi kuniombea, ndio utajua uliwahi kuombewa kweli. Na utajua kwamba kumbe mzaa ufanyaje? Sijawasikia ufanyaje? Haya. Mimi binafsi na mke wangu mara nyingi tunazungumza. Mara nyingi tunawekana sawa. Mara nyingi tunakumbushana. Kwa sababu hakuna kitu kibaya sana kama couples akabaki mmoja. That's very dangerous. Na nikisoma maandiko, nikiona ya kwamba pia possibility ni kwamba wachungaji wengi watabaki. Wachungaji watabaki wengi sana mtaani. Siku nyago watabaki wachungaji wengi sana mtaani. Wengi sana watabaki mtaani. Wachungaji wanaoiba watu hela. Wachungaji wanaodanganya watu. Mtabaki na miamba hiyo siku. Mtabaki na watu wengi mtaani hiyo siku. Wainjilisi wale wanaohubiri mtaani watatoka na speaker kuhubiri. Jaribu kufikiria. Unajua unafikiri nafananaje? Kunakuwa na wainjilisi unashangaa kabisa yuko Junction anahubiri. Msitishike. Watu wamepotea tu. Jaribu kufikiria anahubiri. Kabaki. Jaribu kufikiria inafananaje? Weka mikono yako miwili juu, fumba macho yako. Sema, Mungu wa mbinguni, Baba yangu niliyekufuata, ninaomba rehema na naomba unisaidie kuanzia ndani ya moyo wangu kuja kwenye akili zangu hadi kwenye mwili wangu kuishi maisha matakatifu ili niwe sehemu ya ufufuo wa kwanza kwa jina la Yesu. Biblia inasema kufumba na kufumbua wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na watu watafufuliwa wasio na uharibifu, nasi tabadilika. Zingatia haya maneno.
Zingatia maneno. Watafufuliwa wale waliokufa katika Bwana. 1. Alafu 2, sisi ambao tuko hai tutakaosalia tutabadilishwa. Ila wao watafufuliwa kutoka makaburini. Hiyo siku inakuja. Mstari wa 53, maana sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika, na huu wakufa uvae kutokufa. Ndio siku ya unyakuo. Maana yake tutavaa ile mili ambayo haiharibiki tena. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16. Biblia inasema hivi: kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu, utasikia hiyo muda si mrefu, na parapanda ya Mungu utasikia muda si mrefu, na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Mstari wa 17, kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu. Tutafanyaje kanisa? Tutanyakuliwa pamoja. Sijawasikia. Tutafanyaje? Tutanyakuliwa pamoja katika mawingu. Tutakaa hewani mawinguni ili tumlaki Bwana hewani. This is wonderful. I am looking forward. Ninaitazama hii siku nikiwa mmoja wapo ya watu kwa rehema za Mungu watakaojaliwa kunyakuliwa. Imagine kumlaki Bwana hewani. Hujawahi kutembea hewani mzee? Umewahi kupanda ndege lakini ukiwa kule juu na wazi ikianguka itakuwaje? Hiyo siku umekaa hewani na hakuna uwezekano wa gravitational force kushusha chini. Inafanaje hiyo siku? Ukiyafahamu haya, uwezi kukosa kwenye hiyo siku, na uwezi kuanza kuishi maisha ya michongo ya shortcut. Inasema waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, na sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, na ili tumlaki Bwana hewani. Hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Alafu anasema basi farijianeni kwa maneno hayo. Maanake ni maneno ya faraja, ni maneno ambayo tunapaswa kuyasikia mara nyingi kanisani. Mimi wanasema mara nyingi kwenye ibada. Unyakuo unakuja. Hawa watu ambao wanaona wana viburi, ukihubiri injili, anasema napoteza muda, ile siku itakuwa ni siku ngumu sana. Wakiwa wanajua mambo yalikuwa ni halisi na ilikuwa ni kweli, na haipaswi kuwa upande wako, haipaswi kuwa fungu lako. Inasema Biblia, ndugu, sisi hatumo gizani hata ile siku itupate. Kama yawapatavyo watu ambao hawajaokoka, ambao wamekaa gizani. Sisi haipaswi kutupata kwa sababu hatuko gizani. Ndugu, sisi hatuko gizani hata ile siku itupate, kama mtu anavyovamiwa na mwizi nyumbani. Manake sisi tunapaswa kuwa na signal. Kadiri siku zinazidi kukaribia Yesu kulinyakua kanisa, unaanza kuona maisha utakaswa yanaongezeka ndani yako. That's very important. Yani kadiri hiyo siku inakaribia, sisi taanza kujikita kwenye utakaso zaidi. Unashangaa mifungo inaongezeka zaidi. Na lakini pia mwaka huu watu wamefunga sana na kuomba. Hii nayo inanipa mimi signal. Watu wamefunga sana na kuomba mwaka huu, siku 70, 100, hawa 30. Yani katika siku ambazo watu wamefunga sana ni mwaka huu. Ile siku inapokaribia, kwa wale watu ambao hawako gizani, wanajikita zaidi kwenye utakaso. Wanaingia kwenye consecration zaidi, kwenye wakfu. Yani kadiri siku zinaenda ndivyo ambavyo maisha yao yanazidi kuwa na wakfu sio wa kawaida. Holy Spirit. Heri watakatifu, heri mtakatifu aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Kwa hiyo ni sifa ya watu watakaonyakuliwa. Listen to me very careful. Ni sifa ya watu watakaonyakuliwa. Karabashandarabakosa. Angalia kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 22 mstari wa 11. Ufunuo sura ya 22 mstari wa 11. Biblia inasema mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu. Huu ni ushauri mbaya sana ambao Yesu aliwahi kutoa. Huu ni ushauri mbaya sana ambao Bwana Yesu aliwahi kutoa. Hakuna sehemu Bwana Yesu alitoa ushauri kama huu. Anasema mwenye kudhulumu azidi kudhulumu. Yaani anakushauri kama umezidi kudhulumu, zidi kudhulumu. Alafu angalia mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu. Yaani kama unafanya uzinzi, fanya mpaka ile siku Yesu akirudi semaje, yani nimepata matokeo ya uzinzi wangu. Usio na zini afu naiba. Zini mpaka watu wakujue mtaa mzima wewe ni mzinzi. Ile siku utakapohukumiwa, uhukumiwe vizuri kuliko kuhukumiwa alafu ulikuwa unaonja onja. Sasa anasema hivi, mchafu azidi kuchafuka. Yaani kama unafanya uzinzi, fanya mpaka upate PhD. Ile siku utakapoacha useme ya kwamba nimefanya kilichonistahili. Lakini sio wa Kristo. Unaiba kidogo hivi, unakuja kuachwa na mtu ambaye amekuwa expert. Yaani unakuja kuachwa na fundi. Unajua inafananaje kuachwa na fundi? Kwa sababu mtakuwa kwenye fungu moja. Yesu anatoa ushauri na anasema mwenye haki na azidi kufanya haki. Alafu mtakatifu azidi kutakaswa.
Ndio ushauri wa Bwana Yesu kwenye hizi siku za mwisho. Mstari wa 14, heri wazifuao nguo zao, wawe na amri ya kulekea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Heri wazifuao nguo zao. Kama utafua nguo zako hutaenda. That's very important. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3. Mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Tazama ni pendo la namna gani aliyotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Hebu sema kwa sauti, ndivyo tulivyo. Kwa sauti kubwa, ndivyo tulivyo. Okay, Biblia inasema hivi, kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa kuwa haukumtambua yeye. Mstari wa 2, wapenzi sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa mawinguni, atakapofunuliwa mawinguni, Biblia inasema tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Imagine Yesu ambaye nimekaa naye moyoni, nimeona akiponya wagonjwa, ile siku namkaribia namuona kama ndio wewe. Yaani mimi naitazamia ile siku ile, ni tamu mno. Hivi unajua nini maana ya kukaa na Yesu miaka 20? Yuko tu moyoni. Watu wanakuambia alinitokea kwenye ndoto, wewe aje kutokea. Hapo ile siku namuona kama alivyo, tutamanije kumshika na kumsalimia, ambia ndio wewe Bwana. Sema Yesu naomba neema. Aya karabashandara bakosa. Imagine tutafanana naye. Alafu ule muda si tu kwamba unamfurahia, unagundua unafanana naye exactly. Ukimwangalia, ukijiangalia na wewe mko vile vile. My God. Maranatha. Bwana njoo haraka. Hivi najua hiyo siku ni tamu sana. Kwa sababu Yesu ambaye alikuwa anahubiriwa, ambaye alikuwa anamhubiri na wewe, unamuona siku hiyo uso kwa uso. Alafu unagundua unafanana naye. Hivyo kama yeye alivyo. Unakuwa unatamani kumsemesha Yesu, yani. Mwambie jirani yako haachu mtu. Mwambie haachu mtu hapa. Kama analegalega achana naye, mwambie mwingine haachu mtu hapa. Acha nijipendekeze kanisani. Acha nikaekae kanisani. Utakuja kwenye ibada kama siku ambazo sio za ibada. Acha nijipendekeze kwa sababu haachwi mtu. Kama radegosia. Haachu mtu. Mwambie jirani yako tena haachu mtu. Mwambie kama unaachwa jitahidi kuja kuniona vizuri. Mchungulia juu. Chungulia juu tuanze kuiandaa mbingu. Wow. Koto juu ile siku tumekaa juu yani. Tunaelea. Hatuna kamba zilizotufunga. Haachu mtu. Haachu mke wangu. Hata kama sitakuwa namuona mke wangu namfahamu kwa sababu tutakuwa tasura moja unajua. Haachu mtu. Haachu mtu. Unajua kuna wakati fulani niliwahi kupata vision. Unyakuwa umetokea. Hafu kakaangu mmoja akabaki. Ilinisumbua ese, nimemwombea. Na mpaka leo iliniuma, niko juu. Naona kabisa kwa ndoto niko juu. Alafu kakaangu peke yake ndio amebaki. Ile kitu inauma sio kawaida. Ndio maana ni muhimu sana kwenye hizi siku kuihubiria familia yako, kuhubiria marafiki. Shuhudia ndugu zako, shuhudia kaka, shuhudia dada. Shuhudia watu sikilize. Kwenye nyakati hizi usikae kanisani kwa sababu sio nilikuwa nakuja kuombewa, nimepona sio siapona. Ni afadhali Yesu akaja akakuta naumwa na huko kanisani. Kwa shida nini rafiki yangu? Si ndio sikio maumivu yataisha. Si uvumilie tu. Hata kama unajua kuna watu na magonjwa ya ajabu hayaponagi. Utaombewa na mtumishi alipone. Ukienda kanisani alipone. Ukienda kwenye mkutano wa nani alipone. Sasa wewe bora ukae kanisani ili ile siku ikija ndio utakuwa umefanyaje? Umepona. Shida ni nini? Kulikoni ukaachwa na maumivu ya ugonjwa alafu na maumivu. Hivi unajua wale wagonjwa ambao hawajakuwa watakuwa nafananaje? Imagine that is terrible. Imagine una cancer na ukaona na cancer yako au watu wenye pressure. Sababu watakuwa una pressure. Unadaiwa una madeni. Alafu unaangalia watu kwa sababu una pressure alafu mume wako amechukuliwa.
au mke wako ukichungulia nje unaona wako juu. Unajua inafananaje hiyo kitu? Ni afadhali ukajipendekeza kanisani. Hata kama kuna vimaumivu vikuachagi, baki na Kristo. Uwe na Yesu tu inatosha. Hata kama fedha uzioni kwa ukamilifu wake, wewe kaa kanisani. Hii ndio miaka ambayo mlipaswa kujipendekeza kanisani. Jipendekeze hata kama ni bila sababu, lala na kulala kanisani. Hizi ndio nyakati za kujipendekeza kanisani. Hizi nyakati za kulala kanisani. Hizi nyakati za kukaa kanisani bila sababu. Aramashanda ravakos. Rikarabashanda ravakos. Mungu naomba neema. Katika wachungaji sitaachwa. Siwezi kuachwa kwa jina la Yesu. Yeah, that's why kuna wakati tunaepuka hela za watu. Sio kwa sababu hatuna mahitaji. Tuna mahitaji mengi mzee. Ila najaribu kuangalia nikijiingiza hapa nianze kuwa na hiyo penalty. Hivi unajua nafananaje Pastor Ibra baki bado unyakuo Pastor Ibra. Afa anaenda kupost Facebook. Hivi unajua nafananaje? Watu wao gunua ni unyakuo umepita na mwambia, Pastor Ibra, wewe ndio ulikuwa unafundisha Facebook. Umebaki. Imekwaje kwaje? Utakuja kueleza watu kitu gani? Ngoja kusoma baadhi ya vitu. Mstari wa 3. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye ujitakasa. Sema kwa sauti, ujitakasa. Kama yeye alivyo mtakatifu. Unaona sasa? Mwenye matumaini ya kumwona Yesu mbinguni ujitakasa. Sasa kama yeye alivyo mtakatifu, maana yake kukaa hivi kanisani, kukaa kwenye semina hizi, unatakaswa ili ile siku utakapofunuliwa uwe kama yeye. Kwa maana yake hizi semina ni mchakato wa kukuandaa ili ile siku fanane na yeye. Ujitakasa ni mchakato. Asa angalia, ni muhimu sana mkazingatia haya mambo. Ni Mkristo umekaa kanisani hujui kuomba. Ni kijana umekaa kanisani hujui kuomba. Uwezi kusoma Biblia. Vitu kama hivyo, ujitakasa. Bila sema na kile mwenye matumaini hayo katika yeye ujitakasa kama alivyo mtakatifu. That's very important. Naomba nipige hatua. Kwa nini utakatifu? Point ya pili. Nisaidieni jamani na mambo mengi leo. Point ya pili ni njia ya kumuona Mungu. Ni njia ya kumuona Mungu akijifunua kwenye maisha yako. Utakatifu ni njia ya kumuona Mungu akijifunua kwenye maisha yako. Mungu hawezi kujifunua kwenye maisha yako nje ya sifa ya utakatifu. Ni njia ya kumuona Mungu akijifunua kwenye maisha yako. Kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 8, Biblia inasema, heri wenye moyo safi, maana hao watamwona. Si tu kumwona mawinguni, kumwona akijifunua kwenye maisha yao. Watamwona akijifunua kwenye uchumi, watamwona akijifunua kwenye afya, watamwona akijifunua kwenye ndoa. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Neno kumwona Mungu hapo maana yake watamwona Mungu akijifunua katikati ya maisha yao. Watamwona Mungu akifanya mambo katikati ya maisha yao. Kwa hiyo utakatifu ni njia ya kumwona Mungu akijifunua kwenye maisha ya mtu binafsi. Mwanzo sura ya 17 mstari wa kwanza. Mwanzo sura ya 17 mstari wa kwanza. Angalia huyu mtu anaitwa Ibrahim. Ibrahim ni mtu ambaye alimuona Mungu akijifunua kwa upana sana kwenye maisha yake na kumtimizia ahadi nyingi ambazo alimwahidi. Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abraham akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu kawe mkamilifu. Maana yake nini? Ahadi ambayo nilikuahidi ya kuwa baba wa mataifa haiwezi kutimia kwako usipokuwa mkamilifu. Hiyo ndio point nataka uikamate. Nisikilize kila moja. Mungu anamwambia Ibrahim, nenda mbele yangu ukawe mkamilifu. Alafu sura ya 18 tunaona Bwana anaenda kumtembelea Ibrahim akiwa anapita kuelekea Sodoma na Gomora. That's very important. Anapita pale, alafu Mungu anafanya ahadi kwa Sara ya kwa majira kama haya Sara atapata mimba. Nisikilize kwa makini. Ibrahim, Mungu anamwambia sura ya 17, nenda mbele yangu ukawe mkamilifu. Alafu sura ya 18 Yesu anajifunua kwenye familia yake. Sura ya 17 ambaye nenda kwa mkamilifu, sura ya 18 Yesu anaingia nyumbani kwake. Maana yake nini? Utakatifu ni maandalizi ya kumfanya Mungu aje kwako, aje kwenye biashara yako, aje nyumbani kwako na ajifunue kwenye maisha yako. Ni maandalizi ili Mungu aje kujifunua kwenye maisha yako. Maandalizi ya kumfanya ajifunue kwenye maisha yako ni utakatifu. Ahadi ya Mungu haiwezi kutimia kwenye maisha yako usipoishi maisha matakatifu. Hilo ni jambo la pili la muhimu sana. Jambo la tatu, utakatifu ni silaha rohoni.
Utakatifu ni silaha rohoni inayomtesa shetani kila mahali unapokuwa. Utakatifu ni silaha rohoni inayomtesa shetani. Yaani popote utakatifu utakuwa, shetani uteseka. Ni silaha inayomtesa shetani. Ni silaha ya kiroho. Toka siku nimejua utakatifu ni silaha ya kiroho, sikuwa ninaishi maisha matakatifu kama mtu aliyeagizwa na aliyetishiwa kwa habari ya jehanamu, moto wa milele. Nilijua ni silaha inayomtesa shetani. Yaani mtakatifu akiwa mahali ni mateso kwa shetani. Ya namna pekee ya kumtesa shetani ni utakatifu. Nisikilizeni kwa makini. Kwa nini Wakristo wanatembea na mapepo kwenye miili yao? Ni kwa sababu wanakosa utakatifu. Utakatifu peke yake ukiwa nao, huwezi kukaa na roho yote ya giza. Kuna maisha watu wanaishi ya hovyo. That's why mapepo yawaachie. Nisikilize, wachungaji tunahangaika sana, baadhi ya watu mimi ni wapumbavu. Kuna maisha hajaacha bado. Kwenye kila ibada lazima aanguke. Ni kwa sababu kuna hivyo. Ana mchanganyo, ana njia za mikato nyingi, ana uhuni mwingi. Utakatifu peke yake ni silaha ya kiroho. Ngoja nikusomee Marko. Angalia kitabu cha Marko. Marko sura ya 1 mstari wa 24. Ili nipaga attention kubwa sana baada ya kusoma huo mstari. Marko sura ya 1 ule mstari wa 24 na mstari wa 25. Angalia Biblia inachosema. Nilishangaa sana baada ya kusoma hapa. Tuanze, naomba nianze mstari wa 22. Wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye amri, wala si kama waandishi. Mstari wa 23. Na mara palikuwako ndani ya sinagogi lao mtu mwenye pepo mchafu, akapaza sauti. Angalia mstari wa 24 akisema, tuna nini nawe Yesu Mnazareti? Je, umekuja kutuangamiza? Hajaongea kitu, amefika tu. Alafu mapepo anasemaje? Tuna nini na wewe? Je, umekuja kutuangamiza? Alafu cheki mstari unaofuata. Angalia mstari unaofuata. Na kutambua unani mtakatifu wa Mungu. Na kutambua. Alafu Yesu akamkemea. Na kutambua unani mtakatifu wa Mungu. Kwa manake pepo wanaweza kujua wewe ni mtakatifu au ni wa mchongo. Pepo wanajua, huwezi kumdanganya. Pepo wanajua. Ndio maana kuna siku ambayo pepo waliwahi kuuliza vijana fulani wana wa Skewa, wa mzee mmoja anaitwa Skewa. Nafikiri alikuwa pia ni moja wa priest wakati ule. Wanasema wanamwambia mtu mwenye pepo, tunakuamuru kwa jina la Yesu anayesemwa na Paulo mtoke huyu mtu. Pepo akasema, sina shida na Paulo moja, alafu sina shida na Yesu unayemtaja. Ile shida ni nini? Sioni connection mlionayo kati ya jina nalosema na maisha yenu na ninyi. Hamna connection na hilo jina. Biblia inasema hivi, wale pepo wakampiga yule jamaa, wakavua nguo. Wale jamaa walitoka wanakimbia wakiwa wako uchi. Napata story ya mtumishi wa Mungu mmoja, aliwahi kwenda, unajua walimu pale kwa college remote areas, maeneo ya ndani kabisa. Sasa ndio mtu pekee ambaye kwenye yale maeneo alikuwa ameokoka na nuru. Siku moja pana mtu akawa amepagawa na mapepo. Wakamwambia, katika ile eneo lote tunaona wewe wewe ndo angalau na nuru. Kwa hiyo akaanza kumkemea. Akaanza kukemea hizo nguvu za giza. Katika kukemea zile nguvu za giza, yule mtu mwenye pepo bwana akajisaidia. Alipojisaidia akashika choo chake, akamrushia. Azule jamaa aliporushiwa vile, akamtukana matusi. Inakupa picha gani? Anamfahamu. Nisikilize, huwezi kuwa na amri juu ya nguvu za giza kama uishi maisha matakatifu. Pepo walisema, tunakutambua mtakatifu wa Mungu. Manake nguvu za giza zilizoko mitaani zinakufahamu vizuri sana. Shetani anakujua vizuri mno. Hata kama ukishika maiki kuimba, anakujua vizuri sana. Namna pekee ya kuishi katika mamlaka ya kiungu ni kuishi maisha matakatifu. Kwa sababu maisha matakatifu peke yake ni mamlaka ya kiroho. Yaani ukiwa unaishi maisha matakatifu tayari rohoni una nguvu. Nisikilize. Ninapokuja hapa kuombea watu, sio kusema yule mtumishi ana upako. No, haipo kwenye upako. Haipo kwenye upako. Ukiona nguvu za giza zinatetemeka mbele yako, ujue na kujua kuna level fulani ya utakaso unatembea nayo. Hiyo tu peke yake shetani haipendi. Nisikilizeni kwa makini.
mtu yeyote ambaye anaishi maisha matakatifu akikaa mtaa fulani ni uharibifu kwenye nguvu za giza, ni uharibifu kwenye ufalme wa giza. Hiyo tu peke yake, kabla hajaomba. Yesu hajakemea bado, lakini pepo ameanza kuongea. Hiyo tu peke yake. Mtu ambaye ni mtakatifu, yeye peke yake kwenye hiyo familia, utaanza kuona roho za mizimu zinaachia familia. Yeye tu peke yake mtakatifu. Hamna nguvu za rohoni, kwa sababu watu wengi hamjaanza kuishi maisha matakatifu. Watu wengi bado njia za mikato nyingi sana. Shetani hamogopi mtu mchafu. Nimesemaje? Shetani hamogopi mtu mchafu. Nimesemaje? Hata kama akitaja jina la Yesu mara 20, hamogopi mtu mchafu. Lakini shetani anamogopa mtu msafi. Kuna sura ya mtumishi wa Mungu mmoja anaitwa Yoshua kuhani mkuu, Zekaria sura ile ya 3. Kitabu cha Zekaria sura ya 3. Zekaria sura ya 3. Chapter. Mstari wa 1 hadi mstari wa 10. Kisha akanionyesha Yoshua Bwana ni kuhani mkuu. Zekaria sura ya 3 mstari wa 1 hadi mstari wa 3. Yoshua Bwana ni kuhani mkuu. Biblia inasema amesimama mbele ya malaika wa Bwana. Huyo ni Yoshua mchungaji. Na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Mchungaji Yoshua, shetani kasimama kwenye mkono wako wa kuume, na mkono wa kuume kibibilia, the place of power and authority, ni nafasi ya nguvu na mamlaka. Kwa manake kama shetani alikuwa amesimama kwa mkono wa kuume wa Yoshua, manake alikuwa ameshikilia mamlaka yake ya kiroho. Powerful. Hiyo ni kubwa sana. Kama shetani alikuwa amesimama kwa mkono wa kuume wa Yoshua, alikuwa ameshikilia mamlaka yake ya kiroho. Manake Yoshua alikuwa ni kuhani, lakini ana mamlaka ya kiroho. Ni upato of mao. Ni kopo ambalo lina chochote. Angalia, shetani anashindana naye. Ukiona mtu anashindana na shetani sana, ujue maisha yake yako sawa na Mungu. Yes. Angalia kinachofuata pale, mstari wa 2. Bwana akamwambia shetani, Bwana nakukemea ewe shetani. Naam, aliyechagua Yerusalemu na akukemea. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Angalia mstari wa 3. Basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, na alikuwa akisimama mbele ya malaika. Biblia inasema alikuwa amevaa nguo chafu sana. Kwa hiyo nisikilize, nini kilikuwa kinaondoa mamlaka yake rohoni? Ni uchafu, tabia mbaya, mwenendo mbaya. Mstari wa 4, na huyu akajibu akamwambia wale waliosimama mbele yake akisema, mvueni nguo hizi zenye uchafu. Kisha akamwambia yeye, tazama nimekuondolea uovu wako na nitakuvika mavazi ya thamani nyingi. Ndio alimrudishia mamlaka yake ya kiroho. Nisikilize kwa makini, ni muhimu sana. Nisikilize, ni muhimu sana kuishi maisha matakatifu kama unataka mamlaka ya kiroho. Jambo la 4, kama unanisikiliza sema amen. 4, utakatifu ni agano la ulinzi. Mungu huwalinda watakatifu. Mungu hana biashara na watu wachafu. Ni agano la ulinzi. Watapata ajali watu wengi, watakufa katika hizo ajali. Jaribu kufikiria. Nakumbuka siku moja mliwahi kusikia, kuna siku fulani miaka imepita kama 5 hivi, leo usikia ajali ya yale magari into City Boy yalikuwa yanaenda Mwanza Dar es Salaam. Kuna watu wale kusikia hiyo ajali, yalienda kagongana uso kwa uso, kampuni moja. Palikuwa na wachungaji wengi sana walikuwa wanaenda Dodoma kwenye conference fulani, walikufa wote. Jaribu kufikiria. Kuna kijana mmoja ambaye aliwahi kuwa mshirika wangu, baadaye akaama kwenda Dar es Salaam. Anasema kabla ile ajali kutokea, roho yake ilianza kusikia kitu cha tofauti. Akaanza kujiambia moyoni, Mungu, kama kuna mahali nilikuwa nakukosea, naomba unisamehe, bila sababu. Dakika kadhaa kabla ya tukio kutokea, akaanza kusema haya maneno. Na akaanza kusema, ninaomba unisaidie, mimi nitakutumikia. Nitakutumikia maisha yangu yote. Nitakutumikia maisha yangu yote. Anaongea maneno, ajali haijatokea bado. Dakika chache mbele ndio zile gari zikagongana, walichinjwa watu. Walikufa watu nafikiri 90%. Huyo kijana akawa miongoni mwa watu ambao walikuwa wako hai. Anasema alienda juu, roho yake ilijisikia uko juu mawinguni. Baadaye kashuka chini, maana yake alikufa. Yes. Baadaye akarudi kwa sababu Mungu aliyaheshima yale maneno. Nisikize kwa makini. Wachungaji wote waliokuwa pale walisema hivi, tunakufa. Anasema alisikia kwa masikio yake wachungaji wakisema tunakufa, ila yeye alikuwa anasema hivi, Mungu nisaidie. Kama kuna mahali niko nakukosea nisamehe.
Mungu nisaidie, nitakutumikia. Umeona sasa? Mungu ana biashara na mtu mwenye kona kona. Kuna wachungaji ambao wanatapeli hela za watu. Amechukua hela za washirika, amekopa, harudishaga, afu ni mbabe. Mbabe. Alafu ile siku shetani ndio yuko mbele yako, huyu hapa. Shetani huyu hapa mbele ya ajali. Unakwenda. Watu walipona kwenye ajali za pikipiki. Watu walipona kwenye vitu vya ajabu. Wengine walipona magonjwa yao. Alipita kwenye changamoto za kiafya, baadaye akapona. Nini kinatokea? Ni kwa sababu ya utakatifu. Utakatifu ni agano la ulinzi. Niwape siri leo. Utakufa kama kuku kama unaishi maisha machafu. Yaani umetoka jioni tu kutembea, bodaboda wakagonga wewe katikati. Yaani jaribu kufikiria. Yaani unajua una vitu vingine ni vya hovyo Ulikuwa unavuka tu barabara, umeangalia vizuri huko na huko hakuna. Kumbe watu walikuwa wametabika huo usiku. Wanasemaje? Kafara, kafara, kafara. Mtu wa Mungu unapita hiyo siku. Umebebwa na bodaboda, kichwa kipo. Mungu ana biashara na watu wachafu hata kama wanaingia makanisani. Nisikilizeni watu wa Mungu. Sisi tunamaliza leo, tunakuacha. Tuko na wewe sio leo. Na kusaidia mambo ambayo yatalinda maisha yako. Utakatifu utakuokoa na vitu vingi sana. Kuna siku moja nilikuwa nasikia ushuhuda mmoja, ulinishangaza sana. Wachungaji wameenda mahali fulani. Walipoenda kwa ile eneo, ilikuwa sio ni kuna kasherehe. Watu waovu wakamwekea sumu mchungaji fulani, ambaye alikuwa ni mtu wa uamsho sana. Walipomwekea sumu, Roho Mtakatifu akamwambia yule mchungaji, usinywe iko kinywaji. Akasemaje? Asanteni mimi sitakunywa. Mchungaji mmoja mwingine akasemaje? Nipe mimi ninywe. Dakika 5 mbele akafa. Yaani anamaliza kunywa hivi. Akafa. Imagine mbinguni wanasemaje hivi ili litoto. Mbinguni wanazungumzaje kwa habari hiyo mchungaji? Mwenzake akapona, yeye akafa pale pale. Njia za mkato. Hakuna hata msaada wa Mungu, hata malaika wa kushtua kwambia wewe wanakufa cha ujinga wako. Hamna. Hapana. Luka, naomba ni fupishe mistari. Zaburi 105 mstari wa 14 na mstari wa 15. Zaburi 105. Nimesemaje watu wazuri wa Mungu? Sijawasikia nimesemaje? Mstari wa 14 na 15. Biblia inasema hivi, hakumwacha mtu awaone. Hata wafalme aliwakemea kwa ajili yao. Angalia, akisema msiwaguse masihi wangu, wala msiwadhuru nabii zangu. Masihi maana yake ni mtakatifu, anointed one, sanctified, set apart. Msiwaguse. Maana yake kama wewe unaishi maisha matakatifu, mbinguni wanasemaje? Msimguse huyo. Wanaanza kufa watu kwenye gari wote. Mbinguni wanasemaje? Msimguse huyo. Kwa sababu ni masihi wangu, ni mtakatifu wangu. Sema kwa sauti, Mungu naomba neema ya maisha matakatifu. Aya, Zaburi 89 mstari wa 20. 89 mstari wa 20. Angalia haya maneno. Biblia inasema hivi, nimemwona Daudi mtumishi wangu, nimempaka mafuta yangu matakatifu. Alipakwa mafuta matakatifu. Angalia kinachoendelea. Ambaye mkono wangu utakuwa thabiti kwake, na mkono wangu utamtia nguvu. Mstari wa 22. Adui hatamwonea. Huo ni ulinzi. Wala mwana uovu hatamtesa. Maana mtu mtakatifu hawezi kuteswa na adui. Bali nitawaponda watesi wake mbele yake, nitawapiga wanaomchukia. Uaminifu wangu na fadhili zangu watakuwa nazo, na kwa jina langu pembe yake itatukuka. Wonderful. Nitaweka mkono wake juu ya bahari. Maana ni ulinzi mkamilifu. Watu wa Mungu wanayosema azingatie sana. Tunaona Mungu akikulinda na kusaidia kwa namna ambayo hujawahi kuifikiria. Jesus. Haya, nimesema point iliyopita, utakatifu ni agano la ulinzi. Kingine, ukiwa mtakatifu umepewa mamlaka ya kuhukumu ulimwengu. Maana mtakatifu ni mtu aliyepewa mamlaka ya kuhukumu. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 2. Nataka nitoke hapo haraka kwa sababu naona kama sitamaliza baadhi ya vitu. Biblia inasema, au amjua kwamba watakatifu watahukumu ulimwengu. Imagine, watakatifu watahukumu ulimwengu. Una level mpaka ya kuhukumu ulimwengu. Ukiwa mtakatifu maana wewe ni standard. Hata kama ni kwenye ofisi fulani wewe ni standard, na Mungu amekupa ruhusa ya kuhukumu ulimwengu. Yesu aliwahi kusema maneno tofauti sana.
aliwapa wanafunzi wake mamlaka ya kuwafungia wengine dhambi na kuwafungulia. Imagine. Kwa maana mtakatifu anaweza kufunga na mbinguni wakafunga, na anaweza kufungua mbinguni wakafungua. Mtakatifu anaweza kumhukumu mtu. Uje kuna baadhi ya watumishi wa Mungu anamhukumu mtu anakufa jioni hiyo. Amepewa mamlaka. Yaani maana mtu mtakatifu anaweza kutamkia kitu, jioni moja kikatokea na ukafutwa. Mtakatifu. Kama kanisa la Shemesha mtakatifu, na mkuu wa wilaya aliwahi kuja akatukana sana kanisani. Nikapigiwa simu nikaambiwa kumbe yaka ndo kakanisa kanachosumbua watu wake. Kumbe ndo waka. Na akina mama walikuwa wameenda kukesha, akawatoa bwana. Alienda pale na baadhi ya watu wa usalama. Nisikilize, hakuchukua miezi mbele akahamishwa na kuondolewa. Muda mfupi sana mbele akaondolewa. Mfupi sana. Usiguse kanisa kama lina standard ya utakatifu. Don't touch. Litakuhukumu, utafutwa kwenye ile eneo, utaamini. Kuna mtu fulani hivi, kiongozi mmoja aliyo kutokea Dar es Salaam, akasema hivi, watu wanaenda sana makanisani, wanaenda sana makanisani. Wanakuwa wana muda wa kufanya kazi. Muda hatukumsikia mpaka leo. Sijawahi kumsikia yule ndugu mpaka leo. Yaani ukigusa standard ya utakatifu, unafuta utakaoonekane. Lakini watu wa Mungu utakuta tu bibi mmoja anakuambia aje tuone, na unaona kweli. Kuna shida mahali unajua. Yaani bibi mmoja anasema aje tuone, na unaona kweli. Unamwona kabisa mtu yule amechukua nyayo zako. Yaani ulikuwa unatembea akachukua, akamwambia wewe unafanya nini? No, naambiaje chukua. Unaambia na mambo mengi ya kusema sana kwenye ile eneo, lakini naomba nifupishe vitu. Ndangu nakuwa mdogo sana. Hebu weka mikono yako miwili juu. Sema nimetengwa kwa ajili ya makusudi ya Mungu. Sema tena nimetengwa kwa ajili ya makusudi ya Mungu. Kwa maana yake Yesu alifanyika kwa utakatifu, ni asili ilikuja kuingia ndani yako. Okay, maana yake unapaswa kujua, unapaswa kuishi hiyo asili ili uje na maisha fulani ya utukufu. Kingine nataka kukizingatie, utakatifu ni wito, isio haipo kwenye zile point, jambo la kuongeza tu. Ni wito wa kila aliyeokoka na ambaye hajaokoka. Ni wito. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 15 hadi mstari wa 17. Na maana nifupishe mambo, japo ni mengi sana ya kusema, lakini maana nifupishe baadhi ya vitu. Sitamaliza kwa sababu muda wangu umekuwa mdogo hapa. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 15 na 16. Inasema, kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, Mungu aliyekuita ni mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Ukiwa dukani, ukiwa kwenye biashara yako, ukiwa na majirani zako, kila mahali, ukiwa unaandika message. Naambiaga watu wa Kristo wanatukanaga kwenye message sana. Yaani kuna Wakristo wengi ambao wanatoaga matusi kwenye message na kwenye simu. Ukiwa unatuma message yako, ukiwa unaongea na mtu kwenye simu, kwenye mwenendo wako wote umeitwa uishi maisha matakatifu. Na Biblia inasema kwa maana imeandikwa mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Mungu aliyekuita ni mtakatifu. Kwa inakulazimu uwe mtakatifu ili uishi na yeye, ili utembee na yeye. This is very important. Yesu alifanya kwetu utakatifu. Jambo la mwisho kwa leo, Yesu alifanya kwetu ukombozi. Msaidie kusema kwa sauti ukombozi. Umechoka? Sema kwa sauti ukombozi. Ukombozi. Nisikilize sasa mambo kadhaa, nitazungumza kwa kifupi sana. Ukombozi sio kitu cha kulipia kama mlivyoambiwa makanisani. Tafadhali sana. Kuna propaganda nyingi sana makanisani. Wanakuambia sadaka ya ukombozi. Mimi namuogopa sana mchungaji ambaye anaitisha tu sadaka ya ukombozi. Ninamuogopa kuliko hata shetani. That's terrible. Sadaka ya ukombozi, unaifahamu? Hawa watu walijiuza kwenye dhambi. Adamu alipojiuza kwenye dhambi, penalty kaingia kwa wanadamu wote. Mungu hakuwalazimisha wafanye hivyo. Ni wao walijiuza kwenye dhambi. Na wewe pia kwa maamuzi yako timamu umeingia kwenye mambo yasiyofaa, ukawa unafanya mambo yasiyofaa, ukajiuza kwenye dhambi. Alafu nataka kuja kuniambia mwanadamu aliyejiuza kwenye dhambi kwenye mikono ya ibilisi uje kumkomboa kwa shilingi 10,000 kwa kumwambia atoe sadaka ya ukombozi. Wachungaji wengi Mungu anawasamehe tu bure kwa sababu wanapoteza concept.
Kuna sadaka ya shukrani baada ya mtu kuombewa na sadaka ya ukombozi. Mtu akishaombewa usimwambie toa sadaka ya ukombozi, mwambie toa sadaka ya shukrani. Hakuna sadaka ya ukombozi ambayo inatoka kwenye hizi fedha za kibinadamu, hakuna. Na hakuna sadaka nyingi za ukombozi. Imeo kutokea sadaka moja tu ya ukombozi. Moja tu ya ukombozi. Hakunaga sadaka nyingi za ukombozi. Ukombozi, nisikilize, sio kitu cha kutafuta mara kwa mara. Unasikia siku hizi? Sikiza kwa makini. Mara mtu yuko ibada hii, anatafuta ukombozi. Mara yuko ibada hii, mara kongamano hili. Sio jambo la kulitafuta. Hilo jambo hutokea mara moja tu. Mara moja tu. Ukombozi sio jambo la kulihangaikia. Ukombozi ni matokeo ya kufanya kitu fulani. Naomba nikufundishe baadhi ya mambo ya muhimu sana. Andika. Ukombozi kibibilia, according to the Bible, ukombozi ni msamaha wa dhambi. Ukombozi ni msamaha wa dhambi. Hilo jambo la kwanza, hafta kusomea baadhi ya mistari. Nisaidie tu kuandika kwanza. Jambo la kwanza, ukombozi ni msamaha wa dhambi. Ungeandika haraka haraka ingekuwa ni baraka. Alafu ukiandika utaona kuna uchangamfu pia ndani yako. 2, ukombozi ni upatanisho. Imagine. Utaambiaje mtu atoe sadaka ya dhambi wakati ukombozi ni upatanisho? Una hiyo capacity ya kumpatanisha mtu na Mungu? Tunalo neno la upatanisho, lakini sisi hatujafanya hiyo kazi. Alifanya Yesu, alafu tukapewa hiyo huduma. Kazi alifanya Yesu, sisi tukapewa huduma. Tuna huduma ya upatanisho na neno la upatanisho, ila hatujaleta upatanisho, ila tuna huduma ya upatanisho. Kwa mujibu wa Wakorintho wa pili sura ya 5 kuanzia mstari wa 17. Tuna huduma ya upatanisho na neno, ila hatujaleta upatanisho. Kuna mmoja tu ndiye alileta upatanisho, anaitwa Yesu Kristo. Kwa hiyo ukombozi ni msamaha wa dhambi. 2, ukombozi ni upatanisho. 3, andika, ukombozi ni kuhesabiwa haki. Haya mambo yote hakuna mwanadamu anaweza kufanyia. Haya mambo yote hakuna mchungaji anaweza kufanyia. Alafu kingine, ukombozi ni zawadi. Kristo Yesu alifanyika ukombozi kwa ajili yetu. Ukombozi ni zawadi. Redemption is a gift. Ukombozi ni zawadi. Alafu kingine, ukombozi ni upendo wa Mungu. Na upendo tunauonaje? Ni kupitia sadaka aliyotoa pale msalabani. Na jambo la mwisho, ukombozi ni Yesu Kristo mwenyewe. Tukizungumzia habari za ukombozi, tunamsema Yesu mwenyewe. Tuangalie mistari kadhaa sasa. Warumi sura ile ya 3 mstari wa 23 hadi mstari wa 28. Warumi sura ile ya 3 mstari wa 23 hadi mstari wa 28. Biblia inasema maneno yafuatayo ya muhimu sana. Inasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure. Angalia haya maneno, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Hauko ndani ya kanisa fulani, hauko kwenye maombezi fulani, hauko kwa mtumishi wa Mungu fulani. Ulio ndani ya Yesu Kristo. Nazungumzia ukombozi. Nazungumzia uhuru wa maisha yako, nisikize kwa makini. Alafu kingine, ambaye amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake. Katika damu yake. Maana kilicholipiwa ukombozi ni damu. Ndio maana hakuna sadaka inaweza kulipa ukombozi. Ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimilivu wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabia haki yeye amwaminie Yesu. Kwa hiyo ukombozi hauji kwa gharama za kibinadamu. Ukombozi ni damu aliyomwaga Bwana Yesu pale msalabani. Angalia kitabu cha Wakolosai. Jesus Christ. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13 na mstari wa 14. Biblia inasema hivi, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Alituokoa. Mungu alituokoa kupitia Kristo Yesu katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Mstari unaofuata tunasema, ambaye katika yeye tunao kitu gani? Wanaosoma Biblia, sijawasikia. Tunao kitu gani? Tunautafuta au tunao? Tunautafuta au tunao? Imesema tunao ukombozi. Maana yake ukombozi ni jambo ambalo linatokea mara moja. Ukishasamehewa dhambi zako, umepokea. Hautafuti. Tunao ukombozi ambao ni msamaha wa dhambi. Sema kwa sauti, ninao ukombozi. Karabashanda. Sema tena, ninao ukombozi. Ukombozi
ukombozi ambao ni msamaha wa dhambi. Angalia Waefeso sura ile ya kwanza mstari wa 7. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 7. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 7. Randa rabakosa. Biblia inasema katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi. I love it. Katika Yesu na kwa damu ya Yesu tunao ukombozi. Wakristo usidanganywe. Usiconfuse kati ya redemption na deliverance. Nyinyi mnazungumzia habari za kufunguliwa lakini sio ukombozi. Usichanganya maneno mawili. Kuna kufunguliwa na kuna ukombozi. Ukombozi sio kufunguliwa na kufunguliwa sio ukombozi. Ukombozi ni siku umetolewa kwenye dhambi jumla. Ni siku umepokea msamaha wa dhambi. Ni siku umetolewa kwa mikono ya shetani. Ulikombolewa. Haya mengine haya si ulirudi nyuma mapepo yakakuingia. Those are deliverances. Huko ni kufunguliwa, unaombewa ufunguliwe lakini sio kukombolewa. Tunao ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Maana yake moja kwa moja ukombozi ni msamaha wa dhambi, sawa sawa na wingi wa neema yake. Sema kwa sauti, ninao ukombozi. Sema kwa jasita, ninao ukombozi. Aya, sikilize. Karaba shanda rabakosa likana maseketereba. Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 4 hadi mstari wa 6. Biblia inasema hivi: ambaye hutaka watu wote waokolewe, huyo ni Mungu, na kupata kujua aliyo kweli. Kwa sababu Mungu ni mmoja, na Mungu ni mmoja. Nisikilizeni, Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, sio wengi, sio mchungaji fulani, sio kanisa fulani. Ni mmoja Mungu, na mpatanishi ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Aha. Kwa maana yake mpatanishi, mkombozi ni mmoja tu, ndiye aliyeleta ukombozi, Yesu Kristo. Mstari wa 6, ambaye alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi. Alijitoa kuwa ukombozi kwa ajili ya wote utakaoshuhudiwa kwa majira yake. Maana Yesu Kristo alijitoa kuwa ukombozi. Yesu Kristo ni ukombozi wenyewe. Thank you Holy Spirit. Manda rabakosa. Waefeso sura ile ya 4 mstari wa 30. Angalia sura ya 4 mstari wa 30. Biblia inasema hivi: wala msimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitoa muhuri hata siku ya ukombozi. Hasa nisaidie kuandika kwa wale ambao wanaandika. Andika hivi: siku za ukombozi kibiblia kwa mujibu wa mstari ziko za aina mbili. Siku ya kwanza ya ukombozi ni siku unaokoka, inaitwa siku ya ukombozi. Alafu Roho Mtakatifu aligonga muhuri, ndio arabuni ya roho zetu Biblia inasema. Alafu siku ya pili ya ukombozi ni siku ambayo unakuja kuvua mwili wako na kupewa mwili mpya, siku ya unyakuo. Kwa maana yake siku ya kwanza ya ukombozi ni siku uliokolewa roho yako, ni siku umesamehewa dhambi, ni siku umeokoka. Na siku ya pili ya ukombozi ni siku unanyakuliwa kwenda mbinguni. Am I communicating? Halo, naongea na mtu mmoja mahali hapa. Oh, nyosha mikono yako mwili juu kidogo. Rikarabashan. Natafuta utulivu fulani ili kitu fulani kiingie kwenye mioyo ya watu. Karabasota iskevila mando asuvra ila angradiga suva. Leganaske vila marande suvalia supra elegia suva. Najaribu sema kitu gani rohoni? Mungu msaidie kila moja asikose kinachokisema. In the name of Jesus. Amen. Kwa ukombozi, siku ya kwanza unaokoka, umetoka mbele hapa, ulipokea ukombozi. Na siku ya pili utakapovua huu mwili wa kuharibika, ndio siku ya pili inaitwa ukombozi. Kwa kuna siku mbili, kuna matukio mawili ya ukombozi kwenye maisha yako. Tukio la kwanza ni siku unaokoka, tukio la pili ni siku ya unyakuo, ndio tunatarajia liko mbele yetu. Mchungaji wote asikudanganye ambaye ana tamaa zake, au mtu wote, au hawa watumishi wanapiteka mtaani wanafanya deliverance. No, anaweza kufungua kutoka kwenye shida fulani, lakini sio kukomboa. Epuka kutoa sadaka za ukombozi. Toa sadaka ya shukrani, usitoe sadaka ya ukombozi. Kuna watu wamejiingiza kwenye matatizo kwa sababu ya hizo sadaka. Kuna watu kwa sababu ya hizo sadaka wameharibu maisha yao. Wewe kila mahali unatoa sadaka, kila mahali unatoa sadaka. Wamejiingiza kwenye maagano ya giza kwa sababu ya sadaka. Kuna watu wameshaingia kuzimuni kwa sababu ya sadaka. Wamejiingiza kwenye mikataba ya kipepo kwa sababu ya sadaka. Wewe sio kila mahali unatoa sadaka. Kuna mtu mmoja anasema alienda mahali sijui nabii akachukua maji fulani. Anasema ile maji ilikuwa ni ya blue, mengine ni ya njano. Aliponirushia anasema hivi, nikachanganyikiwa, nikaanguka chini. Kuna mahali watu wanajipeleka wanasema ukombozi, kumbe na wanajiingiza kwenye mikataba ya kuzimu moja kwa moja. Kuna watu wanapewa, kwa mfano imagine, kuna watu ambao wanapewa maji. Mtumishi amekaa nayo sio, nakwambia haya maji ukanywe siku 7. Halo, unashindwa kumuelewa Yesu aliyefanyika ukombozi kwako. Unaanza kunywa maji ambayo juu alifanywa nini?
Hivi unajua wanadamu wanafanya vitu vingi sana. Hivi mtu anaanza kunyosha maji ya maiti. Hivi na habari ya maji ya mnaokunywa. Hii kitu mimi niliacha siku nyingi. Unajua wakati ule tunaanza kukua katika imani. Ukimwambia mtu asipofunguliwa, leta maji, unaweza kumwakia mtu maji. Nilipokumbukaga nikasema jamani, utoto huu. Una changamoto zake. Mtu unamwombea, unaona pepo halijatoka, mnamkamata. Hapo mnaanza kumwagia. Anatoka. Ujinga kweli mimi. Toka nimekuwa sio kufanya ujinga kama huo tena. Sasa kule kwenye haya maombezi utakuta ametoboa hapa na hapa na hapa. Kwa hiyo hapo anafanyia ukombozi. Utaingia kwenye maagano ya giza. Ni afadhali haya mambo yaelewe yaingie ndani. Bora haya mambo yaingie ndani, utajiingiza pabaya. Wengine ni mafuta. Sisemi mimi sitaki kuongeza sana katika hayo, lakini ile kama mtu amekaa na chupa anayekwambia vichukua, alafu si wewe unafanya hivi na hivi na hivi, those things are dangerous. Watu mara nyingi wengine kweli wako genuine kwa sababu ni wajinga tu basi, ila kuna wengine ambao wanakuingiza kwenye maagano ya giza. Ni afadhali leo ujue ninao ukombozi. Sema kwa sababu ninao ukombozi. Ongea kwa ujasiri mwingi. Hii kitu itakusaidia uache kutangatanga kwenye makanisa. Hii itakusaidia ukae kanisani na kumjua Mungu. Unao Kristo Yesu amefanyika ukombozi kwako. Hautafuti makanisani. Unapokoka mara moja unaopokea kwenye roho yako. Na anakwambia nimekutoa kwenye nguvu za giza. Tayari umetoka. Utegemee kutoka. Sio kama ukifunga sana utatoka. Sio 7 kavu wala sio 3 kavu. Na toka katika nguvu za giza. Akatuhamisha. Si tu kwamba nimeokoka, nimehamishwa, sipo tena kwenye zile nguvu. Light wa Kristo ngekuwa anajua hiki kitu. Siko tena. Akatuhamisha na kutuingiza. Unapokea ukombozi mara moja. Mwambie jirani yako unapokea ukombozi mara moja. Sema tayari unao ukombozi baada ya kuokoka. Mwambie tena kwa jasiri unapokea ukombozi mara moja. Mwambie unao ukombozi baada ya kuokoka. Mengine atafuata sasa, kuombewa na mchungaji, mara upata changamoto fulani ukafunguliwa, inafuata hiyo. Mungu akusaidie kuanzia leo uishi katika utakatifu na uishi katika ukombozi. Umekombolewa. Bila sema kuna wimbo tunawimbaga, nimekombolewa na Yesu aliyenirehemia kwa bei ya mauti yake. Ulikuwa mtoto wake, kwa bei ya kumwaga damu ukawa mtoto wake. Mtu yote asikutikise, usirushwe huku na huko. Baki imara na kujua ukombozi ninao. Jua na kujua ukombozi ninao. Weka mikono yako mwili juu. Mshukuru Mungu kwa maana yake nyeshako. Karabash. Kristo Yesu alifanyika hekima itokayo kwa Mungu. Alifanyika haki. Alifanyika utakatifu na amefanyika ukombozi. Ili usiishi kwenye utumwa tena. Ili usiishi kwenye vifungo tena. Ili usiishi kwenye mateso tena. Rabashanda. Siasikia watu wakimshukuru Mungu na kuomba. Ni tabibu wa karibu, tabibu